وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Tukiendelea na kitabu cha Fiqh Sunna, tupo katika milango ya hija na tupo katika mlango unaozungumzia tawaful qarini wal mutamatti wa sa'yihima wa annahu laysa li ahli al-harami illa al-ifrat. Tupo katika namba 1. Anasema fi hadha alhadithi, katika hadithi hii tuliyoisoma hapo nyuma ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dalilun, hadithi ile inaonyesha dalili ala anna ahla alharam, ya kwamba watu wa haram Makkah wanaoishi pale, la muta'ata lahum, hawana hija ya tamattu kwao. Wao hawatakiwi kuhiji hija ya tamattu wala kiran, wala hawana hija ya kiran. Na maana watu wakazi wa haram wao wanatakiwa wahiji hija ya ifradi tu, kwa sababu hadithi tulisoma hapa nyuma, Ibn Abbas anasema aliulizwa annahu suila an mut'ati al-hajj faqala ahalla al-muhajirun wal ansar wa azwaju nabi, sema walihirimia muhajirina na ansar na wake wa mtume fi hijjatul wadaa, ndio walihirimia hizo hija za tamattu na kiran. Kwa maana hawa si wakazi. Muhajirina manake ni wakimbizi waliokimbia muda mrefu tu, si wakazi tena wa Maka, ni watu wa Madina. Ansari ndio watu wa Madina tena na wao, na wake wa mtume sallam ndio walikuwa wanaishi Madina. Kwa hiyo hawa ndio walihiji hija hizo kirani na tamattu. Ndio mtume sallam akahiji kiran, lakini wao wengine waliochukua wanyama wakahiji tamattu. Kwa hiyo hadithi hiyo dalilun, inafahamisha ala anna ahla alharam, ya kwamba watu wanaoishi katika haram Makkah, la muta'ata lahum, hawana hija ya tamattu kwao, wala kiran, wala hawatakiwi kuhiji hija ya kiran. Wa annahum, na kwamba wao yahijuna hajjan mufrada, wanatakiwa wahiji hija pekee bila ifradi. Wa ya'tamiruna umratan, na watakuja kufanya umra mufradatan, peke yake vile vile. Kwa watahiji hija ifrad, wakimaliza hija hata kwa miezi mingine watafanya umra yao wale wakazi wa haram. Wa hadha, na hii msimamo huu madhhabu Ibn Abbas, ndiyo mwenendo wa Ibn Abbas wa Abi Hanifa na Abu Hanifa. Ushahidi wao li kauli Allahi ta'ala, kwa kauli ya Allah mtukufu isemayo, dhalika, hija hiyo ya tamattu'i na kirani, liman lam yakun ahluhu, ni kwa yule ambaye hawapo wa jamaa zake, hadhiri almasjid alharam, hawapo katika ile hadhara ya masjid alharam, maana hawapo katika maeneo ya haram, ndio watahiji hija hiyo. Kwa maana kwa wao tu ndio wanahusika na hiyo. Wakhtalafu, wakaja wakakhtalifiana maulama fi man hum hadiru almasjid alharam. Sasa hao waliotaja kwamba dhalika liman lam yakun ahluhu hadir almasjid alharam, hija hiyo ni kwa wale ambao ahali zake hawapo katika masjid alharam, wakahitalifiana hawa hadir almasjid alharam ni nani. Hawa walioambia kwamba wapo katika, hawapo katika masjid alharam ni kina nani wamekusudiwa? Hapo kuna khilafu. Fakala Malikun, Imam Malik yeye amesema hum ahlu makkata bi'ainiha, yakasema hadhir masjid al-haram, yakasema ni watu wa Maka ndio waliokusudiwa, watu wa Maka, ahlu makkata bi'ainiha, yani watu wa Maka ambao wamebainishwa kabisa, wale ambao huyu ni mtu wa Maka, basi anaitwa hadhir masjid al-haram, hatakiwi kuhiji hija ya tamattu wala kiran, madhali ni mtu wa Maka. wa huwa kaulu al-A'raji, na pia msimamo huo, kauli hiyo ndio kauli ya Imam A'raji
wakhtarahu Tahawi, na pia akachagua msimamo Imam Tahawi, warajahahu, na Tahawi akatia nguvu msimamo huo kwamba ni watu wa Maka. Wakala Ibn Abbasi, lakini akasema Ibn Abbasi wa Tausi, na Tausi wa taifatu, na kundi jingine, wao wakasema hum ahlul haram, akasema sio watu wa Maka wote, ni wale watu wanaoishi katika eneo la haram Maka tu, hawa ndio wanaitwa hadhirul haram, kwa maana hao ndio hawatatakiwa kuhiji hija tamattu wala kiran. Waliokuwa nje ya haram Maka, hata kama ni wakazi wa Maka, wao watahiji hija tamattu na kiran. Ibn Abbas msimamo wake ni huo. Qala al-Hafidh, akasema mwanawachuoni Hafidh bila shaka bin Hajar, wa huwa dhahir, akasema huo ndio msimamo uliokuwa dhahir kwamba ahal masjid haram inakusudiwa ni wale watu wanaokaa katika haram Maka, kwa maana waliokuwa nje haram Maka wao watahiji tamattu na watahiji kirani pia. Wakala Shafi'i, akasema Imam Shafi'i yeye, man kana ahluhu ala aqalli masafatin, yule ambaye kana ahluhu, watakuwa watu wake akalla, wapo uchache, masafatin, kwenye masafa ambayo tuksaru fiha sala, kwa masafa hayo hupunguza sala. Tumeona tulipopita katika sala kule, tulipo katika sala kwamba kuna sala ya msafiri, kwamba msafiri akisafiri masafa fulani ana sheria ya kupunguza sala za raka 4, anasali 2 na kuchanganya pia. Sasa Imam Shafi rahimahullah yeye akasema hadhir al-masjid harami wakusudiwa wale ambao wako chini ya masafatul qasr, kutoka pale kwenye baiti al-haram, kutoka pale masafa ya kupunguza sala, chini ya masafa ya kupunguza sala, hao ndio hawatatakiwa kuhiji hija tamattu wala kirama. Nje ya hapo manake watahiji hija hizo kama wengine. Wakhtarahu Ibn Jariri, msimamo huo Imam Shafi akauchagua pia Ibn Jariri na yeye Tabari huyo. Wakalat al-Ahnaf, na wakasema watu wa Hanafi, man kana ahluhu bil mikati, Hanafi wakasema wale waliokuwa jamaa zake wako katika zile mikati, vile vituo vya kuhirimia. Kwa hiyo waliokuwa wako watu wao wanaishi kwenye zile mikati, hawa hawatatakiwa kuhiji hija tamattu wala kirani, hao watahiji ifrad tu. Hanafia wao wako ahluhu bil mikati au dunahu, au waliokuwa kwenye mikati au chini ya mikati kidogo. Wale ibra, na wakasema kinachozingatiwa bil makani, inazingatiwa ni ukaazi, la bil mansha, si kuzaliwa. Kinachozingatiwa ni nini? Ukaazi. Al maqami, ukaazi, la bil mansha, si kuzaliwa. Tuelewana? Kama kuzingatia kuzaliwa, manake hata wale muhajirina walikuwa hawapaswi kuhiji hija tamattu, kwa sababu wao ni ahlu masjidil haram, sio wamezaliwa pale. Lakini sasa hapazingatiwi kuzaliwa, unategemea nini? Ukaazi, kwamba hawakai tena pale. Tuelewana? Pili, wafihi, katika hadithi hiyo hiyo inaonyesha anna, ya kwamba alal mutamatti, ni wajibu wa yule aliyehiji hija ya tamattu'i, an yatufa, atufu, wa yas'a, na asai li umratin awwala, atafanya tawafu na kusai kwa ajili ya umra tu. Tuliona kule kwamba alipofika pale kwanza wanafanya umra, nini umra akifika pale Masjidil Haram anafanya tawafu al-qudumi, akimaliza tawafu al-qudumi anasali makamu Ibrahim, akitoka makamu Ibrahim anakwenda zake kufanya nini, sa'i baina Safa na Marwa, kamaliza umra, imeisha. Kwa hiyo inaonyesha kwamba mutamatti, mwenye kufanya hija tamattu'i, anatakiwa kufanya tawafu na kusai kwa ajili ya umra pekee awala, halafu atakuja kutufu tena na kusai kwa ajili ya hija. Wayambaghi wayughni, na inatosheleza hadha an tawafi alqudumi, hii tawafu hii
inatosheleza hii kutokana na ile tawafu al-qudumi alladhi huwa tawafu tahiyya, ambayo ndiyo tawafu ya maamkizi. Anapokuja kufanya hija, tuko pamoja ile tawafu aliyokuja kuifanya kwa ajili ya umra ilishatosheleza, inatosheleza hili ambayo ni tahiyya, ile ni ya maamkizi tu, kwa sababu thumma yatufu tawafu al-ifadha, kisha atakuja kutufu tawafu al-ifadha kwenye umra, kwenye hija sasa, ambayo hii tumeona inafanywa tawafu hii ifadha baada ya watu kutoka wapi? Arafa. Wakitoka Arafa wanakwenda Muzdalifa, si ndio? Wanalala Muzdalifa, wakitoka Muzdalifa wanakwenda zao Maka kufanya tawafu al-ifadha. Lakini kabla ya kwenda kufanya tawafu al-ifadha, wanapita kwanza Mash'ar al-Haram, wanakwenda kupiga jamarati lile kubwa ya Jamratul Aqaba. Baada ya jamarati ndio tayari wamefungua pale tahalluli ndogo, wanakwenda kufanya tawafu al-ifadha. Anachinja, ananyoa, akitoka kunyoa anachinja, anafanya mengine. Baada tukufi bi Arafa, tawafu al-ifadha hiyo ataifanya baada ya kuwa alishasimama Arafa. Wa yas'a kadhalika ba'dahu, na atasai vile vile baada ya tawafu hiyo ifadha, atafanya sa'i vile kwa ajili ya hija hiyo. Huyo ni mutamatti. Amma al-qarinu, ama yule mwenye kufanya hija ya kirani ambaye anaambatanisha hija na umra pamoja, fakad dhahaba al-jamhuri min al-ulamai, wamekwenda kusema wengi katika maulamaa, ila annahu, ya kwamba yule mwenye kufanya kirani yakfihi amalul haji, yeye anamtosha yale matendo ya hija na umra, yatakuwa ni hayo hayo. Kubwa yeye anaweka nini? Nia ya mambo mawili, lakini hatofanya tawafu mbili, tofauti na mutamatti. Mutamatti anafanya tawafu hizo mbili, atafanya tawafu al-qudum, atakwenda kusai, tunaelewana akisha sai umra imekwisha, anafungua tahalluli pale, anakuwa anafungua umra yake, anasubiri siku ya kuhirimia, anahirimia tena hija. Sasa akitoka kuhirimia atakwenda kufanya tawafu, akifika pale atafanya tena sa'i. Waelewana? Kwa hiyo atakuwa kafanya sa'i mara mbili yeye, na tawafu pia kafanya mara mbili. Waelewana? Tofauti na qarini. Qarini yeye atafanya tawafu moja na sa'i moja ile ile alipokwenda kufanya tawafu al-qudumi. Waelewana? Akitoka tawafu al-qudumi atakwenda zake sa'i baina Sa'a na Marwa, akitoka pale anakwenda zake, anasubiri siku ya kuhirimia, lakini hafungui ihram yake kwa sababu ni qarini yeye. Waelewana? Akishafanya vile, ina maana tendo lile lile alilolifanya huku nyuma katika tawafu zake, zile tawafu na sa'i zake zimetosheleza kwa yule qarini. Wanasema wamekwenda jamhuri ulama kusema ila annahu, ya kwamba yakfihi amalul haji, qarini yeye yanamtosha matendo yale ya hija, yamtosha kwa umra yake pia. Kwa hivyo yatufu tawafan wahida, huyu yeye atatufu tawafu moja tu, qarini huyo atatufu tawafu moja tu, wa yas'a sa'yan wahida, na sa'i yake itakuwa moja tu kwa ajili ya umra na hija pamoja, lilhaji wal umra, tawafu moja, sa'i moja kwa ajili ya hija na umra pamoja. Mithlu al-mufradi, yani huyu sawa sawa na yule mwenye kufanya hija tu, yani ifrad. Qarin na ifradi, yani kama kwamba wao matendo yao ni mamoja. Maana qarin nani ifradi, naye anafanya tawafu moja na sa'i moja tu. Kwa hiyo na huyu na yeye qarini sawa sawa na yule aliyofanya ifrad. Fa an Jabiri, kutoka kwa Jabir radhiallahu anhu, Allah mridhie, kala amesema, karana Rasulullah sallam, aliambatanisha mtume, yani qarini hiyo, alhajja, aliambatanisha hija, wal umra na umra, wa tafa lahuma tawafan wahida, na alitufu kwa ajili ya mawili hayo tawafu moja tu, hakufanya tawafu mbili kwa sababu yalikuwa ni qarini. Kama tukumbuka
aliwaambia masahaba kwamba nyinyi hakuwa hamkuchukua wanyama, inabidi mfanye huwa ni umra, mfungue. Yeye hakufungua, kaunganisha, ndio qari. Kwa hiyo tawafu alifanya moja tu na sa'i moja. Rawahu Tirmidhi, hadithi mpokana na Imam Tirmidhi, wakala akasema hadithun hasanun, hadithi ni hasan. Pili, wa an ibn Umar, kutoka kwa Abdullah bin Umar nasema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hakika mtume rehma na amani yake amesema, man ahalla bil haji, yoyote aliyehirimia hija, wal umra, na umra pamoja, maana kikari ni huyo ajzaahu tawafun wahidun, tumenasema inamtosha tawafu moja tu, wa sa'yun wahidun, na sa'i moja inatosha. Maana yake huyu kanuia kufanya hija pamoja na nini, umra, anachanganya karini, kirani. Hadithi rawahu Tirmidhi, imepokewa na Imam Tirmidhi, wakala na akasema hasanun sahihun gharibun, hadithi ni hasan lakini ni sahihi pia ni gharibu. Hadithi tukiambiwa hasan, maana yake yamepungua masharti matano katika masharti matano yale ya hadithi kuwa sahihi inakuwa limepungua moja. Binaklin adlin dhab khaffa dhabtu, inakuwa kuna mtu hifadhi yake kidogo imefanyaje, imepungua. Lakini tasala sanaduhu, imenukuliwa na adil, tena haina illa, haina shudhudi, ila tu khaffa dhabtu rawi, una ukhafifu kidogo wa kuhifadhi wa rawi, inakuwa hasan inaitwa. Lakini ni sahihi. Kuwa hasan manake haimaanishi kwamba iwe kwa kuwa ni hasan iwe dhaifu au hasan manake ni kuwa ni sahihi. Anaposema sahihi manake atakusudia vipi? Manake sahihu na ghairihi itakuwa. Lakini gharibu kwa sababu imekuja kwa njia moja. Hadithi gharibu ni ile ambayo imepokewa na mtu mmoja. Wa kharajahu Daraqutni, na imetolewa na Imam Daraqutni. Wazada, akazidisha hivi kusema wala yahillu minhuma, wala hatakiwi kufungua hizo nia yake, ihram yake ya hija na umra, hatta yahilla minhuma jamia, mpaka aje afungue kutokana na mbili hizo kwa pamoja. Unapokuwa ni qarin, umetia nia ya hija na umra, utakiwi kufungua ihram yako mpaka unakuja kufungua kwa pamoja zote. Tofauti na mutamati. Mutamati anafanya umra, anatia nia umra, hirimia umra, akimaliza umra anafungua ihram yake, anahalalikiwa na mambo kama kawaida, alafu atakuja kuingia tena mara ya pili kwa kufanya ibada ya hija. Tatu, warawa Muslimun, amepokea hadithi wa Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Aisha, kwamba mtume rehma na amani yake alisema kumwambia mama Aisha, alimwambia tawafuki bil bait, kutufu kwako, kutufu katika nyumba hii ya Allah, yani alqudumi hiyo, wa baina safa wal marwa, na kutufu kwako baina ya safa na marwa, yakfiki lihajjiki wa umratiki, inakutosha kwa hija yako na umra yako. Pale itakapokuwa na maana kafanya nani huyo kirani, kwamba tawafu yako ukitufu na ukishafanya sa'i baina safa na marwa ishakutosha kwa hija na umra pamoja, toka ushafanya. Lakini si kwamba ukifanya hivi ndio ishatosha, maana yake kuna kusudi, kuna na Arafa kule lakini nakusudia kwamba hizi tawafu inakuwa ni moja tu, zinatosheleza kwa kote kote. Wadhahaba Abu Hanifa, na amekwenda kusema Imamu Abu Hanifa, ila annahu, ya kwamba la budda min tawafaini wa sa'yain, yakaona kwamba hiyo kirani basi lazima vile vile afanye tawafu mbili na sa'i mbili, afanye tawafu kwa ajili ya umra, lakini pia afanye sa'i kwa ajili ya umra, pia afanye tena tawafu kwa ajili ya hija, na aje sa'i tena kwa ajili ya hija. Kihanafia iko hivyo. Wal awwal, lakini nasema ile kauli ya kwanza au la ndio kauli iliyokuwa bora zaidi. Kwa nini? Likuwati adillatihi, kwa sababu ya nguvu ya dalili zake. Kauli gani? Ya kwamba nini tawafu moja
na sa'i moja ishatosheleza kwa hija na umra. Hiyo ndio kauli nasema iliyokuwa ina nguvu zaidi. 4, wa fil hadithi, katika hadithi vile vile imeonyesha anna ala almutamatti, kwamba hakika ala almutamatti ni wajibu wa yule mwenye kufanya hija ya tamattu'i, wal qarini, na yule mwenye kufanya qirani ni wajibu kwa yule hawa hadiya, lazima wachinje. Hadithi inaonyesha hivyo kwamba ukihiji tamattu'i au qirani, basi unalazimika ufanye hadiya, lazima uchinje mnyama, si sunna kwako, lazima uchinje. Wa aqalluhu sha, na mnyama ambaye uchache wa mnyama wa kuchinja ni shatu, mbuzi au kondoo, ndio uchache wake upate, sio ukachinja njiwa. Faman lam yajid hadiyan, asiyepata kinyama cha kuchinja, faliyasum 3 ayami fil haji, itabidi amwage damu kuonyesha kwamba ni wajibu lazima atoe kafara, aje afunge siku 3 fil haji, azifunge 3 akiwa kule kule kwenye fil haji, ndani ya muda wa hija. Manake tumeona huko nyuma fil haji, wengine wanasema kwamba akiwa ndani ya hija, wengine wakasema akiwa katika ile miezi ya nini ya hija, na tuliona khilafu za maulama. Wengine wanasema siku za hija mwisho ni 10 la kwanza, si ndio? Wengine wakasema mwezi mzima ule pia unaingia kutoka kufunguo mosi mpaka ule wote, na tuliona hoja za wale waliosema kwamba 10 la mwanzo tu ndio mwisho, wakapewa hoja kwamba sasa nyewe mwasema mwisho 10 la mwanzo, hizi rami aljamarati hizi zinakuwa vipi hizi? Basi itakuwa hazisihi, kwa sababu zafanywa nje ya nini, nje ya ayamul hajja, kwa sababu rami aljamarati siku 4, si ndio? Kuna siku ya kwanza ile ya siku ya mwezi 10, siku ile linarembewa moja tu, jamratul aqaba, lakini siku ya pili mwezi 11 na mwezi 12 na 13 yanapigwa yote matatu. Kwa ina maana haya siku 10 mwezi 11 ukisema kwamba mwisho siku 10 za Dhulhijja za mwanzo, manake hizi siku nyingine zinafanywa zikiwa nje ya ayamul haji, wakati wote wakubaliana kwamba yale ni katika matendo ya nini ya hija. Kwa hiyo afunge siku 3 fil haji, sawa fil haji, yawezekana kabla hajaingia kwenye hija. Ndio maana fil haji jamani, yani fil haji, yani ndani ya siku zile ambazo kuwa zinaitwa siku za hija, ndani ya miezi ya nini ya hija, mtu aweza akafunga kabla hajaanza, kwa sababu fil haji imekuja. Kuna hizo kauli, wengine wakasema unaweza kufunga mfunguo mosi. Ushajua mimi bwana asina mnyama bwana, mara hii waanza kufunga siku mfunguo mosi. Zipo kauli hizo. Kuna kauli nasema utafunga ile yauma taruya, siku ya nyuma yako, utaanza mwezi 7 na 8 taruya, na ile Arafa yenyewe. Kuna kauli tofauti tofauti, lakini kwa ufupi, akikosa hadia anatakiwa afunge siku 3 fil haji, ndani ya hija. Wa 7 na siku 7 idha raja ila ahlihi, atakaporudi kwa ahali zake. Na hii idha raja ila ahli pia kuna khilafu. Wengine wakasema ataporejea ila ahli, manake mjini kwake, kwenye nchi yake. Kama wewe Mzanzibari ukirudi Unguja ndio utakuja funga siku 7. Wengine wakasema ila ahli manaka ila rahlihi, sio urudi kwenu, akirudi kwenye hema lake. Si kuna mahema kule umefikia, manake ukifika kwenye hema lako huko utafunga hizo siku. Wengine wakasema ila rahlihi, manake hata akiwa safarini unarudi, hujafika mjini kwako. Pia hizo kauli zipo. 7 idha raja ila ahlihi, wal aula, ndio, lakini kilichokuwa bora an yasuma al ayyama 3, azifunge hizi siku 3 fil ashri,
ndani ya siku 10 min Dhulhijja, azifunge mule, ndio bora zaidi Maana yake kama ni hivyo utazifunga kabla hujaanza hija, ndani ya siku 10, maana yake utaanza kuzifunga kabla. Maana yake hija sasa inaanza mwezi 8 ndio watu wanaanza kuhirimia. Sasa ukianza mwezi 8 maana yake ya 3 itaangukia 11, si ndio? Kwa ina maana ili uzipate ndani ya 10 la mwanzo itabidi uanze 7. Kwa ina maana itakuwa umeanza kufunga kabla hujahirimia hija. Lakini aya imekuja 3 ayami fil haji, umo ndani ya nini? Miezi ya hija. Waelewana? Kabla yaum wal aula an yasuma ayama 3, afunge siku 3 hizo fil 10 min Dhulhijja, katika zile siku 10 za Dhulhijja, kabla yaum Arafa, awe amezifunga kabla ya siku ya Arafa tayari. Manake siku ya Arafa ikifika mwezi 9 wewe ushaisha maliza siku zako 3 kwa kauli, na maana utaanza ngapi? 6 itakuwa, si ndio? Mwezi 6, 7, 8 umemaliza, siku ya 9 ndo 10, ndo 10 ndo Arafa. Wa min alulamai, na wako wanawavyuoni wengine, man jawaza siyamuha, ambao wamejuzisha kufunga hizi 3 min awwali Shawali, mwanzo wa Shawali, yani mfunguo mosi waanza kufunga siku 3, pengine hata tayari. Maana yake hapo ndo kabisa, ndo bado kabisa hija, utakuja kuhiji mfunguo 3, lakini unaanza kufunga mwezi wa mfunguo mosi siku 3 hizo. Pia wapo maulama wamesema hivyo, kwa sababu fil haji bado hujatoka fil haji, inakuwa sawa jamaa. Minhum, kuna wengine au miongoni mwa hao, sio wengine, miongoni mwa hao waliosema unaweza kufunga hata kwenye Shawali, akiwemo bwana Tausi na Mujahid. Hawa ni katika wanafunzi wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wanasema hivyo. Wa yara ibn Umar, na anaona Ibn Umar yeye radhiyallahu anhuma, radhi za Allah zimshukie na baba yake, yeye anaona anyasuma kabla yaumi tarwiya, sema yeye ifungwe tu hizi kabla ya siku ya tarwiya ya mwezi 8 ndio tarwiya. Huko nyuma utajua utaanza wapi, utaanza mwezi mosi wa mfunguo 3, lakini iwe kabla yaumi tarwiya, kabla ya mwezi 8 wa mfunguo 3 ndio siku ya tarwiya inaitwa. Ibn Umar anasema hivyo yeye. Wa yauma tarwiya, kwa hiyo afunge kabla ya tarwiya, maana yake siku ya 7 afunge mwezi ngapi? 7 ndio kabla ya tarwiya, kabla ya 8, si ndio? Wa yauma tarwiya, na tarwiya yenyewe itakuwa ndio siku ya 2. Wa yauma Arafa, na siku ya Arafa itakuwa kamali za 3. Zilizobaki 10 idha raja'tu. Sasa idha raja'tu wakirejea wapi? Pia kuna khilafu, sema atakaporejea kwao, sema akirejea pale kwenye hema lake. Wengine nasema atakaporejea akiwa njiani ndio anarejea huyo. Falau lam yasumha, kama itakuwa hajazifunga hizo 3, au yasum ba'daha, Ibn Umar huyo au amefunga baadhi yake kabla al-Eid, aidha hakuzifunga bado mpaka Eid imefika, au kafunga baadhi kabla ya Eid lakini hajamaliza kuzifunga zote 3, falahu an yasumuha, basi anatakiwa azifunge fi ayami tashriki, kwenye zile siku za kuanika nyama. Ayamu tashriki, siku za kuanika nyama, mwezi ngapi? 11, 12 na 13. Kama mfano ndio huko hajafunga kabla ya tarwiya, basi atazifunga pale, au alifunga kidogo hajazimaliza, atakuja kumalizia katika ayamu tashriki. Huo ni msimamo wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kwa nini? Likauli Aisha, kwa mujibu wa kauli ya mama Aisha wa Ibn Umar na Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Allah awaridhie, wamesema hivi:
Wamepokea hadithi wa Mtume sema lam yurhasu fi ayami tashriki, haikuruhusiwa siku za kuanika nyama an yasumna, kufungwa. Siku zile haijaruhusiwa kufunga siku za tashriki, ambayo inaanza mwezi ngapi? 11. Siku za tashriki haikuruhusiwa kufanyeje? Kufungwa siku za ayamu tashriki, ila isipokuwa liman, ni kwa yule ambaye la yajidu lahadi, ambaye hajapata mnyama wa kuchinja, yeye ndo atafunga. Lakini kinyume na huyo hataki kufunga siku zile. Hadithi rawahu al-Bukhari, imepokeana na Bukhari. Wa idha fatahu siyamul ayami thalath, zikimpita funga ya siku tatu hakufunga, fil haji, kule kwenye hija hakufunga mpaka imepita, lazimahu qadauha, itamlazimikia kuzilipa kwa sababu ni deni. Wa amma sab'atul ayami, ama hizo siku saba zilizobaki ambazo zinakamilisha 10, fakila, kuna kile inasemekana, kuna kauli sema yasumuha, atazifunga idha rajaa ila watanihi, atakaporudi kwenye nchi yake. Ila watanihi, atakuja kuzifunga akirudi nchini kwake. Kuna kauli hiyo moja. Wakila, kuna kila nyingine anasema idha raja ila rahalihi, akirudi kwenye hema lake. Le kwenye hema lako ukirudi mlikofikia huko, basi ndio huko huko unafunga. Hiyo kila. Wa ala ar-ra'yi al-akhiri, na kwa mujibu wa hii rai ya mwisho inayosema kwamba atafunga kwenye hema lake, kwa maana kwa rai hii yasihu saumuha fi tariqi, basi pia ina maana itajuzisha kufunga njiani. Ikiwa kwamba kauli inasema atafunga akiwa kwenye hema lake, basi kauli hii pia inaonyesha kwamba pia basi itasihi kufunga akiwa wapi? Njiani, kwa sababu ni rahali. Wa huwa madhhabu Mujahidi wa Ata, na ndiyo madhhabu ya Mujahid na Ata, wameona hivyo wao. Wala yajibu tatabu'u fi siyami hadhihi al-ayami al-ashr, na hakuna wajibu wa tatabu, kuzifuatanisha. Si lazima kwamba hizo tatu lazima uzishone hivi. Unaweza ukafunga moja ukaacha kidogo, ukafunga nyingine ukaacha kidogo, alimradi utimize. Kilichotakiwa ni ile idadi ifike. Au kusharudi hata siku 7 ndio uzipige 7 mfululizo, hakuna ulazima huo. Naweza ukafunga ukapumua alimradi zifike siku 7. Wala yajibu tatabu fi siyami hadhihi al-ayami al-ashr, wala si wajibu kuzifuatanisha katika kufunga hizi siku 10. Wa idha nawa wa ahrama shar'a lahu an yulabbi, na sasa akishatia nia, kwa maana akishahirimia hija, akishatia nia wa ahrama, na akahirimia hija, kisha vaa ihram zake, ukimaliza kuvaa ihram, kinachofuata pale shar'a lahu, basi itakuwa anatakiwa aanze yeye, au imewekwa sheria kwake, an yulabbiya, aanze kutoa talbia. Kwa maana talbia inaanzia wapi pia na ina khilafu. Wengine wamesema bwana aanze pale akishavaa ihramu tu inaanza talbia pale. Wengine nasema mpaka aondoke pale akiwa njiani, mpaka aone anaingia Maka, manake anaona msikiti ule pale ndio anapiga talbia. Pia nayo ina khilafu za maulama, lakini kauli hii inasema akishafanya ihram, kishatia nia, kishahirimia, pale anatakiwa aanze kupiga talbia. Talbia ni ile labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, ndio talbia inakusudiwa. Atalbia, talbia kuitika hiyo, hukumuha, hukumu ya talbia ni nini? Ajma al-ulamau, wamekubaliana wanavuoni wote, ala anna talbiyata, ya kwamba ile talbia mashru'atun, ni sheria. Mashru'atun ni sheria.
Fa'an ummi Salama, kutoka kwa mama Salama radhiyallahu anha, Allah mridhie, qalat, amesema, anasema sami'tu Rasulullahi, nilimsikia mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam yakulu, rehma na amani juu yake, akisema hivi: ya ali Muhammadin, enyi watu wa Muhammad, ya alu Muhammad, enyi watu wa Muhammad, man hajja minkum, yoyote atakaye hiji miongoni mwenu, faliyuhal, basi atowe talbia, fi hijjihi, kwenye hija yake, au fi hijjatihi, au kwenye hija yake. Kwa nini amerejea maneno mawili? Hiyo ni shaka ya msimuliaji Wenzetu hawataki kupoteza, kusema uongo. Hana uhakika kwamba alitumia neno hijjihi au hijjatihi. Mie na wewe ungetamka moja lishatosha, kwa sababu yote yana maana moja lakini atia yote mawili. Fi hijjihi, alitamka neno hiji au hijjatihi, maana yake utoe talbia kwenye hija yako. Ukishakuhirimia toa talbia tayari. Hadithi rawahu Ahmadi, imepokewa na Imamu Ahmad wa Ibn Hibban, wa kad ikhtalafu fi hukmiha, na maulama wamekhtalifiana katika kutoa hukumu ya talbia. Hii talbia hukumu yake ni wajibu, ni sunna, ni mubaha, ni nini? Wamekhtalifiana fi hukmihi, kuhusiana hukumu yake, lakini pia wa fi waktiha, na pia wamekhtalifiana wakati wake pa kuanzia talbia ni wapi, pia kuna khilafu. Wa fi hukmi man akharaha, na pia wametofautiana maulamaa kuhusiana na hukumu ya yule aliyeichelewesha talbia, hakuitoa mpaka muda umepita. Vipi hukumu yake? Na yeye kuna khilafu humo mote. Fadhahaba Shafi'i, amekwenda kusema Imam Shafi wa Ahmad na Imam Ahmad, wao msimamo wao, ila annaha sunna, akasema kwamba atalbia si wajibu, ni sunna tupo Kwa hiyo kama ni sunna, maana yake nini? Maana yake ikitokea umeacha, hija yako ipo kamili. Kitokeza mtu kwenda kuhiji kwa mujibu wa msimamo wa Imam Shafi na Imam Ahmad, kenda kuhiji ikawa hakutoa talbia, kamaliza hija talbia yatoa, maana yake huwezi kumwambia hija yako batili, kwa sababu ni nini? Ni sunna. Wa annahu, na wakasema hao, yustahabu, inasuniwa, ittisaluha bil ihram, aiunganishe na ihram. Na maana wao kwa upande wa hukumu yao ni sunna, sawa. Kwa upande wa wakati wapi inaanzia, wanasema inaanzia kwa mujibu kama Sheikh alivyosema, iunganishwe na ihram. Maana yake ukishahirimia kwenye mikati, kwenye kituo chako cha kuhirimia, shatiania ushabahram, pale ndio inaanza talbia. Hiyo kwa mujibu wa Imam Shafi na Imam Ahmad rahimahumullah. Falau nawa nusuka, lau kama atatia nia ya ibada ya hija, walam yulabbi, na akawa hakutoa talbia, kwa mujibu wa msimamo huu, sahha nusukahu, itasihi ibada yake ya hija, kwa sababu si sunna. Duna an yalzimahu shay'un, tena itasihi pasi na kulazimikiwa na chochote, kwa sababu kuna mambo mengine ukiwa hukuyafanya hija yako inakuwa sahihi, lakini unalazimika utoe kafara, uchinje. Ndio kama vile kwamba hukupata mnyama wa kuchinja, si ndio? Kwa mfano una kafara, unatakiwa ufanyeje? Ufunge siku 10 zile, 3 kule 7 ukirudi. Sasa huyu ambaye hakutoa talbia, yeye kwa mujibu wa msimamo wa kwamba ni sunna, basi hija yake ni sahihi, wala hatolazimikiwa na kufanya lolote kwamba kuna kafara fulani afanye. Kwa nini? Lianna al-ihrama, kwa sababu kule kuhirimia, indahuma, kwa upande wa maimamu wawili hao, yani Imam Shafi na Imam Ahmadi,
wao wanaona yunaaqadu, ihramu ile itafungika bimujarradi nia, kwa kutia nia. Tukishatia nia, ukishavaa ihram, basi ihramu ishafungika, si lazima useme Allahu labbaik Allahumma labbaik, itakuwa ishafungika, manake imekubalika. Huo ni msimamo wa Imam Shafi na Imamu Ahmad, tuna mwanafunzi wake. Lakini wayara al-ahnaf, wanaona watu wa kihanafi, wao wanaona kwamba anna talbia, kwamba kuitikia talbia au ma yakumu makamaha, au kile kinachokaa nafasi ya talbia, kwa sababu waweza ukatoa talbia labbaik Allahumma labbaika, na unawezekana ukatoa badala yake, pengine ukatoa tasbih subhanallah alhamdulillah badala ya nini, ndio yakumu makama hayo, au kutoa tasbih yote inayosimama nafasi ya talbia. Kihanafia wao wanaona mimma huwa, miongoni mwa kile ambacho fi maanaha, kina maana ile ile ya talbia, katasbihi, kama vile kutoa tasbihi, wa sawkul hadi, au kuchukua wanyama. Wao wanaona shartun min shurutil ihram, ni sharti miongoni mwa sharti za ihram. Kwa ina maana kwa mujibu wa Kihanafi, haukutoa talbia wewe, manake hija itakuwa ina kasoro, kwa sababu imekosa sharti. Wao kwa sharti ile min shurutil ihram, ni katika sharti za kuhirimia. Kwa hiyo falau ahrama, lau mtu atahirimia hija, walam yulabbi, akawa hakutoa talbia, au lam yusabbih, au hakutoa tasbihi, au lam yaskul hadi, au hakuchukua mnyama, fala ihrama lahu, huyu ataambiwa hana ihram. Yari wa hadha, na hukumu hii mabniyun, inajengewa ala anna al-ihrama, kwamba ile ihram yenye kuhirimia hija, indahum, kwao hawa mahanafi, murakkabu, jambo lile limekaliana minan niyya, limekaliana na nia. Tena wa amalu, pia ni tendo, min amali alhaji, miongoni mwa tendo ya hija. Ndio maana wanasema itakuwa huna ihram, kwa sababu imekaliana na ihram. Fa idha nawa al-ihram, akitia nia ya kuhirimia, wa amila amalan, na akafanya tendo, min amali nusuki, miongoni mwa matendo ya hija, fasabbaha, alafu akatoa tasbihi, au halala, au akatoa tahlili, yani tahlili la ilaha illa Allah, au saka al-hadi, au amechukua mnyama, walam yulabbi, lakini hakutoa talbia, katoa tasbihi nyingine tahlili, fa ina ihramahu yanaqadu, hakika ihram yake itafungika, manake itakuwa sawa Kihanafi. Wayalzimuhu, na pia itamlazimu, bitarki talbiyati, kama ataacha kutoa talbia. Kwa upande wa Kihanafi atalazimika damu, amwage damu, manake achinje mnyama. Wa mashhuru madhhabu Maliki, tukija madhhabu mashuhuri kwa upande wa Imam Maliki, yeye wao wanaona annaha wajiba. Wewe wanasema sio sharti wala sio sunna, sema ni wajibu. Kwa hiyo Imam Shafi na Ahmad bin Hanbali, hawa wao wanasema ni sunna. Abu Hanifa anasema ni nini? Ni sharti. Maliki rahimahumullah, hawa wanasema, na yeye anasema nini? Yasema wajibu, talbia ni wajibu. Tena yalzimu, kwa kuwa ni wajibu, italazimika bitarkiha, mtu akiacha kutoa talbia, au taraka ittisalaha, au kaacha kuiunganisha talbia bil ihram, na ihram, kwa sababu na yeye ana msimamo kwamba iunganishwe na ihram pale pale, ma'atuli, halafu muda ukarefuka, atalazimika damu, na yeye huyu apate damu, manake achinje mnyama. Kimalikia hiyo hakutoa talbia, ndio anasema yalzimu bitarkiha, italazimika kwa kuacha talbia, au taraka ittisaliha, kaacha talbia hakutoa, au katoa lakini hakuiunganisha na ihram bil ihram bali maatuli, na muda ukarefuka, damu italazimika amwage damu, manake achinje mnyama. Lafdhuha, matamshi yake talbia ni yapi?
Rawa Malikun, amepokea Imam Maliki hadithi an Nafi'i, kutoka kwa Nafi'i, na Nafi' an ibn Umar, kutoka kwa Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma, Allah awaridhie wote, anna talbiyatu rasulillahi sallam, kwamba talbiya ya mtume wa Allah rehma na amani yake ilikuwa hivi: labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ilikuwa hivyo talbiya ya mtume sallam, yani labbaik allahumma, na kuitika mola wangu, labbaika na kuitika, ndio maana nimekuja labbaika na kuitika, la sharika laka, huna mshirika we, labbaika na kuitika, innal hamda, hakika shukurani zote, sifa zote, wa ni'mata, na neema zote, laka nza kwako, wal mulku, na ufalme ni wako, la sharika laka, huna mshirika wewe katika hiyo. Ndio talbia ya mtume sallallahu. Kwa maana na mimi na wewe watakiwa ufuate talbia hii ya mtume sallallahu, achana na talbia nyingine ambazo watu wanatoa. Ijapokuwa maulama wanasema unaweza ukatoa talbia, ziko talbia za ziada zimezidisha, wengine wanasema ziko zinafaa, lakini kamatana na hii. Kala Nafi'un, amesema bwana Nafi'i, wa kana Abdullah bin Umar, alikuwa Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma, Allah amridhie na baba yake, yazidu fiha, yeye alikuwa akizidisha kwenye talbia hiyo, ndio maana wakasema inafaa. Alikuwa Abdullah anaitikia hivi: labbaika 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 wa sa'adaika, mara 3. Labbaika labbaika, na kuitika na kuitika na kuitika, wa sa'adaika, na utukufu wako, wal khairu biyadaika, na khairi zote ziko mikononi mwako, labbaika warraghaba, na kuitika arraghaba, na matakwa yote, ilaika, yako kwako, wal amal, na matendo pia yako kwako. Akiitikia hivyo Abdullah bin Umar. Wakad istahabba alulamau, na wamesunia au wamependezesha wanavyoni, al-iktisara, wamesunia mtu kutosheka ala talbiyati rasulillah sallallahu, na ile talbia ya mtume rehma na amani peke yake, wamesunia hivyo kwamba utosheke na ile ya mtume sallallahu. Wakhtalafu, na wakaja kuhtalifiana fi ziyadati alaiha, katika jambo la kuzidisha talbia ya mtume, vipi yafaa haifai. Fadhahaba jamhur, wengi katika wanavyuoni wamekwenda kusema ila annahu la ba'sa, wakasema hakuna ubaya bi ziyadati alaiha, kuzidisha talbia ya mtume, kama zada bin Umar, kama vile alivyozidisha Abdullah bin Umar, wa kama zada sahabatu, na kama walivyozidisha masahaba, wa nabii sallallahu alaihi wasallam, na mtume alikuwa yasma'u, akisikia, wala yakulu lahum shay'an, hajawaambia chochote, kuonesha kwamba inafaa. Lakini sasa usije kazua yako basi ifa hizo zilizosikizwa na mtume akazikubali. Rawahu Abu Daudi wal Baihaqi, imepokea na Abu Daudi na Baihaqi. Wa kariha Maliku, amechukia Imam Maliki yeye, wa Abu Yusuf, na Abu Yusuf ni katika wanafunzi wa Imam bin Hanifa wakubwa, Abu Hanifa katika wanafunzi wake wakubwa Abu Yusuf. Imam Malik na Abu Yusufu wamechukia ziyada ala talbiyati rasulillah, kuzidisha kitu kwenye talbia mtume. Wao wanaona talbia iwe ile ile ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na fadluha, fadila ya talbia, fadluha, fadila ya kutoa talbia. Rawi Ibn Majah, amepokea hadithi Ibn Majah an Jabiri, kutoka kwa Jabir radhiallahu anhu, Allah mridhie, kala, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume rehma na amani juu yake, ma min muhrimin, hakuna muhrimi yoyote, maana yake aliyehirimia hija, yudhaha, apitiwa na mchana wote kwenye ihram, yaumahu, katika mchana wake hule, yulabbi, alafu akatoa talbia, hatta taghiba shamsu, mpaka jua likazama, illa, isipokuwa ghabati dhunubu, pia zitazama dhambi zake, faada kama waladatu ummuhu, atarudi nyumbani kama vile amezaliwa upya na mama yake. Ma min muhrimin, hakuna muhrimi yoyote atakayehirimia, yudhaha yaumahu, akadumu mchana wa kucha,
yaumahu, siku hili mchana wote, yulabbi, aitikia talbia, hata taghiba shamsu, mpaka jua likazama, illa, isipokuwa ghabat dhunubuhu, kama linavyozama jua basi nazitazama dhambi zake, maana yake atafutiwa na kufuliwa, zitazama na dhambi zake zipotee. Faada kama waladatu ummuhu, atarudi nyumbani kwao kama vile amezaliwa na mama yake, yani hana dhambi kabisa. Hiyo fadhila kwamba kumbe talbia pia inafuta dhambi. Pili, wan Abi Huraira, kutoka kwa Abi Huraira kala, amesema kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, amesema Mtume rehma na amani juu yake, ma ahalla muhillu katu, hatotoa talbia mwenye kutoa talbia. Ahalla hapa sio kuhirimia tena, hapa ahalla kwa maana ya kutoa talbia. Ma ahalla muhillu, hatotoa talbia mwenye kutoa talbia katu, illa, isipokuwa ukitoa talbia bushira, basi anapewa bishara njema. Wala kabbara mukabbiru katu, wala hatotoa takbira mwenye kutoa takbira katu, ndio katu, illa bushira, isipokuwa na yeye hubashiriwa mema. Kila pakasemwa kuulizwa Mtume, ya nabii Allah, ewe nabii wa Allah, bil janna, atabashiriwa bishara gani? Pepo au vipi? Kala naam, akasema ndio. Maana akasema tu anabashiriwa, abashiriwa nini hakutaja. Kwa hiyo akaulizwa, bil janna, atabashiriwa pepo? Kala naam, akasema ndio. Hadithi rawahu Tabarani, imepokewa na Imamu Tabarani, wa Saadu bin Mansuri, pamoja na Saad bin Mansuri. Kwa hiyo pia inaonyesha fadhila ya talbia, kitoa unapewa bishara njema. Tatu, wa an Sahal bin Saadi, kutoka kwa Sahal bin Saadi, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba hakika Mtume rehma na amani juu yake amesema, ma min muslimin, hakuna muislamu yoyote, yulabbi, atakayetoa talbia, illa, isipokuwa labba man an yamini, pia humuitikia na humfata kutoa talbia wale wote walioko kuliani kwake, wa shimalihi, na walioko kushotoni kwake, wote hufata kutoa na wao wanamuitika. Min hajarin, kuanzia mawe yaliyoko kuliani kwa na kushotoni, huyasikii tu, lakini nayo yanaitika vile vile, ufuata wewe. Au shajarin, au miti, au madarin, hata changarawe. Madarin, changarawe pia zinakutika. Hatta tanqati al-ardu min hahuna wa hahuna, taendelea kuitika, hazinyamazi mpaka ikatike ardhi kutoka huku na huku, maana yake mpaka kiyama inakusudia. Ile ardhi siku itakapokatika, idha rujjatil ardu rajja, ndio wa bussatil jibalu bassa. Kwa hiyo mpaka siku ambayo itakatika katika vipande vipande, dukkatil ardu dak, basi vilioko kuliana kushotoni vinaitika kukufuata na vinakuitika. Talbia hiyo. Hadithi rawahu Ibn Majah, imepokea na Ibn Majah, wal Baihaqi na Baihaqi, wa Tirmidhi na Tirmidhi, wal Hakim na Hakim, wa sahahahu, na amesahihisha Imam Hakim. Istihbabu al-jahru biha, inasuniwa sana kudhihirisha kauli hiyo. Yani katika adhkari, jamani, tumeona huko nyuma tulipita kwenye tafsiri ya Qur'ani kwamba adhkari zatakiwa zitolewe kimya kimya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa duna al-jahri min al-qawl, tena bil ghudwi wal asal. Lakini adhkari hii ya talbia hii sunna hasa, piga kelele kweli kwa wanaume, lakini mwanamke atakiwa atoe sauti ya kujisikia yeye tu. Sunna unyanyue sauti kwenye talbia. Istihbabu al-jahri biha, inasuniwa, inapendezeshwa kudhihirisha kauli ya talbia. Ushahidi wa hayo, hadithi ya kwanza, an Zaid bin Khalid, kutoka kwa Zaid bin Khalid, nasema anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala,
hakika mtume rehma na amani juu yake amesema, jaani Jibril alayhi salam, amenijia mimi Jibril alayhi salam, faqala, akanambia hivi, mur ashabak, waamrishe sahaba zako, faliyarfa'u aswatahum bitalbiya, wanyanyue sauti zao kwenye talbiya. Kwa nini? Akasema, fa innaha min sha'airil haji, kwa sababu talbiya na kunyanyua sauti ni katika sha'airil haji, ni miongoni mwa alama za kumtukuza Allah katika hija. Liannaha, kwa sababu min sha'airil haji ni miongoni mwa alama za kumtukuza Allah kwenye hija, ile aliyosema Allah, wa man yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Nyingine ikaja, wa man yu'adhim hurumati Allah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih, au kama qala Allah. Kuna aya mbili, moja imesema hiyo, moja. Kwa ni katika sha'airillah. Kwa hiyo shekhe, ukipata kule piga kweli kweli, payuko kweli kweli, labda ikatoa kweli kweli, sema ni katika sha'airillah. Hadithi ya pili, hii hadithi rawahu Ibn Majah, imepokea na Ibn Majah wa Ahmad pia wa Ibn Khuzaimah na Ibn Khuzaimah wal Hakim na Hakim, wakala akasema sahihul isnad, hadithi ni sahihi sanadi yake. Pili, wa Abi Bakar radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Bakar Allah mridhie, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba hakika mtume rehma na yake, suila, mtume aliulizwa, ayul haji afdal, ni hija gani bora? Ayul haji afdal, ni hija gani bora? Fakala, akajibu kusema, al-hajju, ni ile inayotolewa sauti. Al-hajju ni ile inayotolewa sauti. Wathaju, na ile inayochinjwa sana, kwa maana mtu akachinja wanyama wengi, sio kuchinja watu. Al-hajju katia nambari chini, anasema al-hajju manake raf'u sauti bitalbiya, ni kunyanyua sauti katika kutoa talbiya, ndo hajju. Na thaju anasema naharul hadi, ni kuchinja wanyama. Kwa hiyo hija bora ni ile ambayo muhijiji amenyanyua sauti yake sana, lakini pia akachinja tena, akamwaga damu sana, yani kachinja wanyama wengi. Hiyo ndiyo hija bora zaidi, kama vile mtume kachinja akamwaga damu sana, ngamia 100, sio maskhara. Wakala, ndio taju, rawahu Tirmidhi wa Ibn Majah, imepokea na Tirmidhi na Ibn Majah. Ya tatu, wa ana Abi Hazim, kutoka kwa baba Hazim, kala amesema, kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, walikuwa masahaba wa mtume wa Allah rehma na amani juu yake, idha ahramu, wanapohirimia hija, lam yablughu rauhaa, walikuwa hawafiki rauhaa hata tabuha, mpaka kwanza wanyanyue sauti. Hawafiki rauhaa isipokuwa hata tabuha aswatahu, isipokuwa tayari zinanguruma sauti zao. Wakad istahabba aljamhur, na wamesunia jamhuri, malaki wengi katika maulama wamesunia rafu sauti bitalbiya, kunyanyua sauti kwa kutoa talbiya, lihadhi alhadithi, kwa ushahidi wa hadithi hizi tulizosoma. Wakala Maliku, akasema Imam Maliki, la yarfa'u almulabbi sauta, yakasema hatakiwi kunyanyua yule mwenye kutoa talbiya sauti yake, fi masjidi jamaati, katika misikiti ya jamaa, kwa sababu hizi talbiya zinatolewa wakati tofauti tofauti. Unatoa baada ya sala, zinatolewa hizo baada ya nini, ya sala, au hata kawaida tu nje ya sala pia unatoa. Sasa anasema Imam Maliki, zisitolewe kwenye misikiti ya sala ya nini, ya jamaa, maana utatashwishi wengine, piga mikelele watu waswali bwana.
Asema zisitolewe kwenye misikiti ya jamaati. Bali yasma'u nafsahu, lakini anatakiwa kwenye misikiti ajisikilizishe mwenyewe. Wa man yalihi, labda na wale walio karibu naye tu wasikie wale, lakini sasa tunapiga mikelele msikitini. Illa isipokuwa fi masjidi Mina, isipokuwa msikiti wa Mina. Msikiti wa Mina piga shekhi. Wal masjid al haram, na kwenye msikiti al haram kule piga vitu. Fa innahu, kwani hakika humo yurfa'u sautu au yarfa'u sautuhu fihima, anatakiwa kunyanyua sauti yake kwenye misikiti hiyo. Wa hadha, na hii ya kunyanyua sauti binisbati lirijali, ni kwa mujibu wa wanaume, si wanawake. Sio ukatoka wewe wa kike kwenda ukapiga mikelele kule ukatoa kisauti chako hicho. Hii ni kwa wanaume. Amma almar'atu, ama mwanamke yeye atatoa talbia, lakini fatasma'u nafsaha, atajisikia mwenyewe tu. Wa man yaliha, na wale walio karibu naye tu, basi atoe sauti ajisikie mwenyewe, labda na yule aliyokuwa karibu yake, asipige makelele sana. Wa yukrahu laha, na inakirihishwa kwa mwanamke, yani ni makruh kwa mwanamke, an tarfa sautaha, kunyanyua sauti yake, akthara min dhalika, zaidi ya hapo. Lakini sasa huko si wananyanyua bwana. Mwanamke jamani anataka kunyanyua sauti tuelewana. Lakini sasa kwenye ibada hawanyanyua. Huko kwingine wanapiga mikelele, wananyanyua. Wanakaa wakaimba, si ndio? Kwa sauti nyororo kabisa, si ndio jamani? Na watu wakachukua muvu, wakaenda wakasikilizisha wengine. Msije niuliza halali au haramu, nisijui. Mshanielewa? Mwanamke kwenye hija hatakiwi kunyanyua nini? Sauti yake. Wakati mwanamme kwenye adhkari kote hatakiwi kutoa nini? Sauti. Lakini kwenye hija talbia anatakiwa atoe sauti. Mwanamke pamoja na huko bado atakiwa atoe sauti ya kujisikia yeye. Je, humu mwingine vipi? Wakala Ata, akasema Imam Ata, yarfa'u rijalu, watanyanyua wanaume aswatahum, sauti zao. Wa amma almar'atu, ama mwanamke, fatasma'u nafsaha, yeye ajisikie mwenyewe tu. Wala yarfa'u sautaha, asinyanyue sauti yake. Almawatinu allati, sehemu ambazo tustahabu talbiyatu fiha, ambazo inasuniwa kutoa talbia kwenye sehemu hizo, atakiwa atoe wapi na wapi talbia? Almawatinu allati, sehemu ambazo tustahabu talbia, inasuniwa kutoa talbia fiha, katika maeneo hayo. Anasema tustahabu talbia, inasuniwa kutoa talbia fi mawatini, katika sehemu zifuatazo. Kwanza, inda rukubi, ukipanda mnyama wako, kwenye mnyama wako pale, si ushafai karam tayari, piga talbia. Au nuzul, au kishuka mnyama unapiga. Wa kullama ala sharafa, na kila anapopanda mlima piga talbia. Au habata wadia, au anaposhuka kwenye bonde talbia. Au lakiya rakban, au amekutana na msafara, umekwenda kukutana na msafara, humo unapiga talbia. Wa fi duburi kulli salatin, na mwisho wa kila sala, kila unamaliza kuswali pia talbia unaweka. Wabil ashari, na pale alfajiri pale ashari. Qala Shafi'i, amesema Shafi'i, wa nahnu nastahibbuha, nasema na sisi tunaisunia hiyo, ala kulli hali, kwa hali yoyote, si lazima humo tu, natakiwa wewe utoe talbia tu. Waktuha, wakati wake sasa ni wapi? Yabda almuhrimu, ataanza mwenye kuhirimia hija, bitalbia, ataanza kutoa talbia min wakti al-ihrami, kuanzia toka anapohirimia, ila rami jamratul aqaba, mwisho wake anapofanya rami ya kupiga jamratul aqaba. Mwezi 10 ile, akitoka wapi? Mina, akitoka
talbia kwa kupiga nini? Jamra. Pale ndio mwisho wake, jamratul aqaba, yauman nahari, siku ile ya kuchinja. Atamalizia bi awwali hasatin, anamalizia na kile kijiwe cha mwanzo unachorembea lile, pale ndio umemaliza, umeacha pale. Thumma yaktaha, kisha pale anakatisha talbia. Kwa nini? Fa inna rasulallahi, kwani hakika mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam, rehema na amani juu yake, lam yazal yulabbi, hakuacha kutoa talbia hatta balagha aljamrata, mpaka alipofika kwenye jamratul aqaba ndio kaacha. Rawahu jamaa, imepokewa na jamaa, kundi la maulama wa hadithi. Wa hadha madhhabu Thawri, na hii ndio mwenendo wa Imam Thawri, wal Hanafi na Mahanafi, wa Shafi na Mashafi, wa jamhuri ulama, na maulama wengi wako kwenye msimamo huo. Wakala Ahmad wa Ishaqa, na akasema Imam Ahmad na Ishaqa bin Rawahi, bila shaka wanasema yulabbi, atatoa talbia hatta yarmil jamarati jamia. Wa wanaona anatakiwa aendelee na talbia mpaka amalize kupiga jamarati zote, manake mpaka mwezi 13 ndio unamaliza jamarati kupiga sababu siku ya kwanza unapiga jamara moja, siku ambayo ni mwezi 10, siku ya pili mwezi 11 apiga yote matatu, siku ya 12 ambayo ni siku ya tatu unapiga tena yote matatu, na siku ya 13 ambayo utakuwa ni siku ya 4 unapiga tena 13. Ila ukipiga mwezi 12 ukiamua kuondoka unaweza ukaondoka. Ndio Allah aliposema man ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi, atakayekuwa na haraka kuondoka kwa siku mbili, kapiga siku ya kwanza ya mwezi 10 na 11 na 12 pale, akaamua na haraka atakaondoka, basi atakuondoka, hana lazima kupiga na siku nyingine. Lakini kwa mujibu wa kauli hizi kwamba ataacha talbia mpaka amalize jamara zote kupiga, maana yake mwezi 14 hiyo 13 au 14. Tuko pamoja jamaa? Hatta yarmi aljamarat jamia, thumma yaqta'aha, akimaliza kurembea zote akatishe kupiga talbia. Wakala Maliku, Imam Maliki akasema yulabbi, atoe talbia hata nuzula shamsi, mpaka tazula shamsi, litenguke jua min yaumi Arafa. Yanaona mpaka jua litenguke siku ya Arafa pale, kwa maana wakisimama pale Arafa basi tena talbia. Thumma yaqta'aha, akifika pale akatisha. Hadha binisbatin lilhaji, hii ni kwa mujibu wa yule anayehiji, basi anakatisha pale. Wa amma almu'tamaru, ama mwenye kufanya umra yeye, fayulabbi, yeye atatoa talbia hatta yastalima alhajar alaswadi, mpaka pale anapokwenda kugusa hajar aswadi, pale ndio mwisho wa talbia. Tuliona kule nyuma kwamba mtu anatoka zake, akifika pale Masjidil Haram anakwenda pale kwenye hajaanza tawafi anakwenda katika ile hajar aswadi pale, anagusa, anabusu au anaashiria, alafu pale ndo anaanza tawafu yake. Kwa hivyo mwenye kufanya umra yeye hapa akifika kwenye hajar aswadi pale ndio anamaliza talbia yake. Ushahidi wa hayo, fa'ani bin Abbasi, kutokana bin Abbasi radhiallahu anhuma, Allah mridhie na baba yake, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, hakika mtume rehma na amani juu yake, kana, alikuwa yamsiku ani talbia, akijizuia kuleta talbia, fil umra, katika umra, idha stalama alhajar, pale anapogusa hajar aswad. Hadithi rawahu Tirmidhi, imepokea na Imam Tirmidhi. Wakala akasema hadithun hasan sahihu, hadithi ni hasan pia ni sahihi, maneno ya Tirmidhi hayo. Wala amalu alayhi, na inafanyiwa kazi hadithi hiyo, inda aktharu ahli ilmi, kwa upande wa wanazuoni wengi wanaifanyia kazi hivyo, kwa maana ukifika pale kwa mwenye kufanya umra anakuwa kamaliza talbia. Istihbabu salatu ala nabi, inasuniwa kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, wa dua ba'daha, na kuomba dua baada ya talbia. Sawa kimaliza talbia, kinachofuata pale unamswalia mtume na kuomba dua tu, hakuna adhkari tena maalum pale. Kiamua kuomba dua, kiamua kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, ukiamua wewe unaleta adhkari nyingine tupo, ukiamua mimi nasoma Qur'ani, sawa. An Qasim bin Muhammadi
kutoka kwa bwana Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, huyo kala amesema yustahabu lirajuli, inasuniwa kwa mtu, sawa sio mwanamume tu hapo mtu, idha faragha min talbiyatihi, kwa sababu hata wanawake wanatoa talbia ila hawanyanyui sauti tu, wakimaliza kutoa talbia yake inasuniwa an yusalli ala nabi, amswalie mtume sasa. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume rehema yake, idha faragha min talbiyatihi, akimaliza kutoa talbia yake, sa'ala Allah maghfiratahu, akimuomba Allah msamaha wake, wa ridwanahu, na radhi zake, wasta'adhahu minan nas, na pia alikuwa akimuomba kinga kutokana na watu, amkinge na mashari za watu. Yani hadithi rawahu Tabarani wa ghairuhu, imepokewa na Imam Tabarani na wengine. Kwa ufupi kwamba ukimaliza talbia, kinachofuata pale ni adhkari tofauti tofauti, kumswalia mtume, kusoma Qur'ani, kuomba dua. Hicho kinachofuata pale hakuna adhkari maalum, kila mmoja anaingia na anachoingia fanya. Inshallah, wallahu aalam, tuwekeni hapo. Kama kuna swali tuulize. Sio kafiri ya hiji nini sasa? Kafiri ya swali kwani? Radio Maria. Sasa kwa huko unakuwa Maria huko. Sasa sio umesikiza Radio Maria, haujaji mahaji wao wa kikafiri hao ndio wanahiji. Ndio wao wana mahujaji wao. Lakini kwenye Uislamu hakuna kafiri hawezi kufanya ibada. Akifanya kazi bure mpaka asilimu. Sawa Sharti ya kukubaliwa ibada lazima awe nani? Muislamu. Kwa hiyo kafiri hana hija. Wallahu a'lam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma fahimna ma lam nafham wa alimna ma lam na'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin.